Mwalimu! Simba ni zaidi ya timu, ni taasisi na ni utamaduni uliokaa kwenye damu za Watanzania wengi tangu enzi na enzi. Unapoona mnyama akipita kwenye kipindi kigumu, usizani ndiyo mwisho wa safari, bali ni mapumziko ya muda ili kurudi kwa kishindo kikubwa zaidi. Historia haidanganyi, na daima Simba imekuwa ikipata njia ya kurejea kwenye kilele hata kama njia ina miba. Mnaikumbuka miaka minne ile ya dhahabu ambapo mtaa mzima ulikuwa ukinukia manukato ya raha na kila kona ilikuwa nyekundu na nyeupe. Kipindi kile mlikuwa mnatembea kifua mbele huku wenzenu wakijificha kwenye vichochoro kwa aibu, jua kuwa wakati huo wao walikuwa kwenye tanuli la moto wakijipanga. Hivyo hata nyie sasa hivi mnapika jambo kubwa. Maisha ni mzunguko wa kila siku. Dunia haikai upande mmoja na soka lina tabia ya kuzunguka kama gurudumu la gari. Leo unaweza kuwa chini ukiangalia wenzako wakishangilia, lakini hiyo haimaanishi kuwa hautanyanyuka tena na kuchukua chako. Huu ni mzunguko tu wa kawaida ambao kila timu kubwa duniani hupitia ili kupata nguvu mpya na morali ya kushinda. Msoto wa sasa ni daraja la mafanikio. Sasa hivi Simba inapita kwenye ule msoto ambao hata ukipiga pasi safi kama lula, mpira unagoma kuingia nyavuni kwa njia za ajabu. Ukimya wa mfalme sio kushindwa. Simba haidanganyi, na ukimya wake ni ishara ya kuwa kuna jambo kubwa linatengenezwa nyuma ya pazia. Mfalme wa mwitu hakimbii kwa sababu tu ameshindwa kuua kipindi kimoja, bali anarudi nyuma kuchukua kasi ya kuruka juu zaidi. Usikate tamaa kwa sababu tu ya kelele za mtaani, bali subiri wakati wa kunguruma ukifika, kila mtu atanyamaza. Imani kwenye wakati wa Mungu. Huu ndio wakati wa Mungu kuwapima imani yenu na upendo wenu kwa rangi hizi pendwa za wekundu na weupe. Kuna nyakati binadamu huwezi kufanya kitu, bali ni kusubiri tu majibu yabadilike na baraka zianze kumwagika tena. Kuwa na subira, maana hakuna giza linalodumu milele, na daima asubuhi itafika na kuleta mwanga mpya. Umoja ndiyo nguvu ya mnyama katika kipindi hiki kigumu. Kitu cha muhimu zaidi ni kubaki wamoja kama familia, bila ya kunyosheana vidole vya lawama. Mashabiki, viongozi na wachezaji wote mnatakiwa kuwa na sauti moja ili kujenga tena Simba imara. Nyumba iliyogawanyika haiwezi kusimama. Hivyo shikaneni mikono na msiwape watani penyo la kuwacheka. Jezi yako ni nembo ya jivuno lako. Usiache kuvaa jezi yako kwa sababu ya matokeo ya leo, maana klabu ni kubwa kuliko matokeo ya mechi moja au msimu mmoja. Tembea kifua wazi ukiwa na nembo ya Simba, maana huo ndio utambulisho wako na mapenzi yako ya kweli. Matokeo yanapita, lakini mapenzi yako yanadumu maisha yako yote na hayafutiki kwa pigo. Kesho itakuwa hadithi nyingine. Kumbuka, hata jua likizama kwa kishindo leo, kesho asubuhi linachomoza tena likiwa na nguvu na mwanga mkali zaidi kuliko jana. Wale uliokuwa unawacheka leo walikuwa wanalia jana, na kesho hadithi itabadilika tena na kuwa upande wako. Huu ni upepo tu wa kupita ambao unakuja kusaidia kupeperusha makapi na kubakisha watu imara. Amini mchakato, narudi kwenye ushindi. Tulia, vumilia, amini mchakato, maana mnyama akijikung'uta vumbi, mtaa mzima utatetema kwa mara nyingine tena. Simba ni ile ile na ushindi upo mlangoni, ukisubiri tu muda sahihi ili ufurahi tena kama zamani. Nguvu moja daima, msikubali kunyonyolewa manyoya na maneno ya watu, maana nyie ni wafalme wa soka. Mimi ni Gerald Isaac Majaliwa, Simba nguvu moja.